ya Kongo ikaende kuangamizwa katika yote. Wewe ni ngao, wewe ni jemadari, wewe ni kamanda, kiongozi wa jeshi la taifa. Utajulikana namna gani kama wewe ni Mungu? Utatambulikana namna gani kama wewe si mwanadamu? Utaonekana namna gani kama wewe ndiye unayetimiza ahadi ambazo unazozitoa? Ikiwa tunaweza kushimama tukaomboleza tukalia kwa ajili ya damu ya Mkongomani, halafu Mungu ukanyamaza kimya kwamba hayakuhusu, utakuwa wewe ni Mungu au utakuwa wewe ni miungu ambayo haina uweza wa kufanya jambo, ambayo haina uweza wa kunena, ambayo haina uweza wa kutamka na kuleta kimya. Baba, katika uweza na utukufu wa jina lako, kwa ajili yako peke yako, kwa ajili ya utukufu wa jina lako, si kwa ajili ya Mkongomani, si kwa ajili ya mtu, lakini kwa ajili ya umungu wako, tunakuomba, tunakuamuru, kwa sababu ni wakati wako wa kujionesha kama wewe ni Mungu. Ukashimame ukaitetee Kongo, ukashimame ukatetee mayatima, wajane ambao wako naozeka siku kwa siku katika nchi yetu. Hii kaende kushimama. Adui aliyeshimamia Kongo akaendwa kutiwa chini ya nyayo za Wakongomani, kama ilivyoandikwa ya kwamba utaleta adui zetu na kuwatia chini ya nyayo zetu, nao watakuwa kama majivu. Kwa hiyo Bwana, ninashimama mbele yako, mbele ya kiti chako cha ufalme wa mbinguni, nikikuamsha kutoka kwenye kiti hicho, ukalivue joho la ufalme na ukayavae mavazi ya kiaskari. Basi ukaitwa kamanda, jemadari wa vita, ukapate kuingilia kati ndani ya vita hivi ambavyo viko katika Kongo, kati ya Mnyarwanda na Mkongomani. Ukaende kutuliza zoruba hiyo ambayo imeinuka, pepo hiyo ambayo imeinuka, ghasia hiyo ambayo imeinuka, machafuko hayo ambayo yameinuliwa, ukaende kuyatuliza, ukaende kuyashusha, ukaleta kimya, ukaleta amani, ukaleta usalama. Baba, jina lako ndipo litaenda kuinuliwa. Ninaamini na kusadiki kila goti la Mkongomani litakunjwa na kukuabudu, na kila ulimi wa Mkongomani utasema kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu na utukufu, mwenye mamlaka na uweza, unayesema neno na kumaanisha, unayeamuru na kuamriwa. Katika wewe hakuna jambo ngumu, na kuna neno ngumu, na kuna kitu ambacho kinakushinda. Ndio maana Bwana, katika siku ya leo tunalia, tunaomboleza kwa ajili ya nchi ya Kongo. Tunalia, tunaomboleza kwa ajili ya damu ya Wakongomani ambayo iko inamwagika usiku na mchana. Tunalia, tunaomboleza kwa ajili ya taifa la Kongo. Tunalia, tunaomboleza kwa ajili ya watoto wachanga ambao wanaendelea kuachwa mayatima, wamama wanaendelea kuachwa wajane, vijana wanaendelea kukatwa vichwa, wababa wanaendelea kuuliwa usiku na mchana. Baba, tunasema shimama, kaingie kati, kalete amani. Nchi ya Kongo imekosa mtetezi. Nchi ya Kongo imekosa mtetezi. Nchi ya Kongo imekosa mtawala. Nchi ya Kongo imekosa wenye busara, imekosa wenye hekima, imekosa mashujaa. Na sasa tunategemea kwako tu. Msaada wa Kongo utatoka ni kwako, nguvu za Kongo zitatoka ni kwako, wokovu wa Kongo utatoka ni kwako, msaada wa Kongo utatoka ni kwako, amani ya Kongo itatoka ni kwako. Baba, shimama kwa upendo ulionao na Wakongomani, kwa ahadi ulizotuahidi kama Wakongomani, upate kushimama Bwana. Tunaamini kwamba wewe ndiye pekee suluhisho la mgogoro wako.
ambazo ziko zinamwagwa usiku na mchana, Baba tunasema ukapate kuzilipisha kama jinsi uliitaka damu ya Abeli kwa Kaini, hivyo damu ya mkongomani ukaitake kwa Mnyarwanda huyu ambaye anatesa nchi ya Kongo, huyu ambaye anatesa wakongomani. Baba kaende kulipwa kulingana na matendo yake, kulingana na kazi yale anayofanyia mkongomani, yakarudishwe kwake maradufu, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo, na hivyo iwe hivyo katika jina la Yesu. Amani na usalama, ushindi wa Kongo uonekane kutokana na wewe, Muumba wa mbingu na dunia. Asante Bwana kwa sababu ya ahadi ambazo ni za milele, ahadi ambazo zilizo na uzima ndani yake, ya kwamba wewe si binadamu ukakengeuka ukaja ukanena uongo, lakini Bwana ukinena neno halitakuacha kutimia. Ndivyo hivyo katika muda huu tunainua nchi ya Kongo mikononi mwako, tunainua wakongomani wote mikononi mwako, mayatima na wajane mikononi mwako, vijana wa wakongomani tunawatia mikononi mwako, wababa wa kikongomani tunawatia mwingine, taifa la Kongo tunalitia mikononi mwako, ukapate kuwatetea, ukapate kuwazingira, ukawajengee boma zidi ya maadui wao, ukawajengee boma zidi ya maadui, ukawatetee, ukawazingire, ukakweli Mungu kaende kuwashindia vita hivi Bwana, ukaende kuonesha ushindi, jina lako likaende kutambulika katika mataifa yote, ya kwamba mali ulizozitia katika Kongo ni mali za wakongomani, asili za kikongomani ni za wakongomani. Hakuna chochote kile kilicho ndani ya Kongo ambacho ni cha taifa lingine, bali ni cha wakongomani. Na ikiwa ni hivyo Bwana, tunakuomba, tunakuita, tunakuamuru ukatende kulingana na ahadi zako. Jina lako litapewa sifa Bwana. Kumbuka taifa letu, kumbuka wakongomani, kumbuka Bwana vijana wa Kongo wako wanachinjwa, kumbuka mayatima, kumbuka Bwana viongozi wa Kongo ambao wamekosa hekima, ukawaangalie ambao wanakuwa kama wafalme wasiokuwa na busara. Bwana ukaende kuinua ufalme ambao utatawala Kongo, ukaende kusimamisha watawala wenye kuwa na busara, wenye kuwa na ujuzi, wenye kukutegemea, wenye kupenda Kongo na wakongomani, wenye kusimama kwa ajili ya taifa, ambao hawawezi kuangushwa kwa sababu ya kupewa rushwa, bali Bwana ambao wataenda kusimama kwa ajili ya kufia Kongo, wataenda kusimama kwa ajili ya kufia wakongomani, wataenda kusimama kwa ajili ya kuitetea Kongo katika uweza na utukufu wa jina la Yesu Kristo. Ninaamini na kusadiki Bwana kwamba utatusikiliza, kwa sababu wewe si kiziwi na wewe si mwanadamu. Ulituahidi tukutafute, tukulilie, tukukimbilie, tukuite. Wakati kama na huu ndio wakati wa kwako wewe kuonekana na kutenda. Tenda Bwana kwa ajili ya nchi yetu, tenda Bwana kwa ajili ya taifa letu, tenda kwa ajili ya watu wetu, tenda Bwana, kwa sababu wakati ndio huu ambao tunataka kujua ya kwamba Mungu tunayemwomba, Mungu tuliyemwamini, Mungu tuliyemtegemea ni Mungu wetu, ni Mungu wa kizazi chetu, ni Mungu wa watu weusi, ni Mungu wa babu zetu, ni Mungu ambaye anayeombwa, ni Mungu anayesikia, ni Mungu anayetenda. Ni wakati kama na huu, wakati mgumu kwa taifa letu. Ninakumbuka Bwana wakati kweli wa Israeli waliendewa kweli kutiliwa njama za kuangamizwa, ndipo kweli Mungu akashimama, akaenda mbele ya mfalme, akamwambia mfalme, ingilikuwa unanipenda au ungeliacha taifa langu liangamie? Na wewe Mungu, ikiwa unanipenda, ikiwa umeniita, ikiwa umenisimamisha, na wewe Mungu, ikiwa unajua Kongo, ikiwa unawapenda, ikiwa umewaita, ikiwa umewaumba kwa sura na kwa mfano wako, hauwezi kunyamaza kimya ukaacha wachinjwe kama mbuzi, ukaacha waangamizwe kama kondoo, ukaacha damu yao ikamwagika kama maji ya mtoni.
juu ya taifa la Kongo. Ule msalaba, ule mtu aliosimamisha, vile vifo alivyosimamisha kwa ajili ya Wakongomani vikarudie kwake na watu wake maradufu katika uweza na utukufu. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Kongo na hamwito na karemeka wigulu na hashi kumengo gatuluira nindambara ugagenda kuzima mumengo gatengera abana b'Kongo, mumengo gatengera abafururu, mumengo gatengera abanyimbu, mumengo gatengera abana b'Egoma, gatengera abana b'Bukavu, gatengera abana b'Fizi, gatengera abana b'Buvira, gatengera Abakongomani ugaragenda kubanwira zino ndambara z'Omugoma zaleta mu gihugu kitu emwami kakuyereka ugenderero kuyimanga uwe indambara mu kwanura abana b'Isiraheli akazi ko tugwete kuri kuyimanga mu mahono tugererera ukula sakalulu ngakulya abana b'Isiraheli bakala sakalulu bagati bakazunguluka igihugu kiyeriko banala sakalulu bamuzunguluka igihugu kiyeriko neli bambazi yakaya kiyeriko yanagwa kama wana wa Israeli tunapaza sauti tukizunguka mji wa Yeriko kwa sauti ya kelele tunaamini kwamba ushindi utarudi Kongo. Kongo itashimama, Kongo itakuwa ni taifa kubwa, taifa lenye nguvu, taifa katika mataifa makubwa katika ulimwengu kwa uweza wa nguvu zako Bwana. Asante Mungu kwa sababu utakumbuka taifa letu, utakumbuka viongozi, utakumbuka watoto wetu ambao wako katika mapambano, utawapatia ujasiri na nguvu, utawapatia nguvu kama vile ulivyomsimamisha Yoshua. Oh haleluya, utaenda kuwatia ujasiri, utaenda kuwajaza nguvu, na utaenda Bwana kuwaondoa woga, na utakuwa jemadari kamanda mbele yao. Usiku utaongoza kwa nguzo ya moto, haleluya, na mchana utawakinga kwa wingu kwa sababu ya utukufu wako, ili ushindi tu uonekane. Hatuyajue kama taifa la Kongo ni taifa teule, taifa takatifu, taifa uliloliweka peke yake kuwa taifa tofauti na mataifa mengine katika ulimwengu, mahali umetia hazina zako zote za utajiri wa ulimwengu. Kwa hiyo Bwana usimame ulitetee taifa letu katika uweza na utukufu wa jina lako. Asante Bwana kwa sababu ushindi ni wetu. Asante Bwana kwa sababu ahadi zako zinanionyesha kwamba ushindi ni wetu. Asante kwa sababu ninaona ushindi wa wana wa Kongo. Asante kwa sababu ninaiona amani katika nchi ya Kongo. Asante kwa sababu ninaona usalama katika nchi ya Kongo. Asante kwa sababu ninaona maendeleo katika nchi ya Kongo. Haya ni muda, haya ni mapito, haya ni wakati mdogo yanapita. Basi kwa hiyo faraja kutoka kwako Mungu zingie kila roho ya Mkongomani, zingie kila roho ya baba wa Kikongomani, kila roho ya mama wa Kikongomani, kila roho ya kijana wa Mkongomani, kila roho ya mtoto wa Mkongomani, ya kumupatia nguvu na ujasiri ya kwamba wakati umekuja wewe Mungu kuleta utulivu na kuleta amani na kuleta usalama katika nchi ya Kongo, kuleta ushindi ulio wa kudumu, ushindi usiofanana na ushindi wengine katika nchi ya Kongo. Acha kweli Mungu hii kakuwe kumbukumbu katika mataifa yote, na iwe funzo katika nchi zingine zinazovamia nchi zingine katika uwezo wa jina lako Bwana. Ninaamini kwamba unatusikia na utatenda kwetu. Asante Yesu, asante Bwana Mungu wetu, mfalme wetu, mtakatifu wa Israeli, Bwana wa mabwana ndilo jina lako. Mungu ninakushukuru kwa sababu wewe Mungu unaendelea kutusikia na unaendelea kututetea. Faraja zako tunazihitaji, utupatie faraja zako na utupatie ujasiri wa roho. Tusife moyo bali Bwana tutubu kutegemea ahadi zako, kwa sababu manabii wengi wametabiri kwa ajili ya ushindi wa Kongo. Haleluya, habari zinasikika, hata mataifa wanashimama kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo Bwana tunakuomba uwe pamoja na sisi. Oh haleluya, wewe ni Mungu mwenye nguvu na mwenye ushindi na mamlaka. Jina lako sifa Bwana. Asante kwa sababu hautatuachilia kamwe, bali Bwana utaendelea kutenda na utaendelea kuonekana na utaendelea kudumu
hata sisi wote ambao tuko katika nchi za ugeni tutarudia kunyumba tukiwa na shangwe, tukipiga vigelegele vya ushindi wa taifa letu. Haleluya! Kwa sababu hiyo tuna amani ndani ya roho yetu ya kuwa wakati wa kila mtoto wa Mkongomani aliyekimbilia nje ya nchi ni wakati wa kurudia na kwenda kuijenga nchi ambayo umeipa kwa mababu zetu ili kwamba iwe kwetu na iwe limbuko letu. Baba, hakuna yeyote yule atakayeipokonya kutoka mikononi mwetu. Tunashimama tukiwa katika nchi za ugeni pamoja na nchi yetu, pamoja na Wakongomani wote ulimwengu wote, tukikuita Mungu utetee taifa letu. Asante Bwana kwa sababu utatosha. Oh, haleluya. Uko usiyeshindwa na usiyeshindwa. Haleluya. Uko Mungu usiyeshindwa. Uko Mungu usiyeshindwa. Uko Mungu usiyeshindwa. Uko Mungu usiyeshindwa. Vita hii ni vita kidogo kwako. Kwa ujasiri na kwa neema yako tunaenda kushinda. Ushindi unaonekana katika nchi. Majifunzo ambayo tuko tunaendelesha katika wakati huu, tukitazama mila na tamaduni za mataifa, mkiwemo mila na tamaduni za taifa la kimungu. Ni nini maana halisi ya amri ya pili? Tutaomba kwanza tuisome. Msomaji ambaye yuko tayari atusomee amri hii ya pili ambayo inaanzia kwenye mstari wa 4. Tusome. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amen. Amen. Amri hiyo iko miongoni mwa amri 10 za Mungu. Haleluya. Na ni amri ya pili. Inaonekana katika kitabu hicho cha Kutoka sura yake ya 4, sura yake ya 12 mstari wa 4, na katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 8. Amri hii inafanana na amri ile ya kwanza. Hizi amri zote mbili, amri ya kwanza na amri ya pili, vinategemeana. Amena. Kwa sababu amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Na wakati huo huo tumeenda kuoneshwa namna gani katika mazungumzo au katika hizi amri munakuwa ndani mazungumzo ya mwanadamu na Mungu. Amena. Kwa wale ambao walikuwa hapa, tuliona kama wakati alisema usiwe na miungu mingine ila mimi, kuko ulizo linakuja linasema kwa nini? Halafu Mungu anajibu, anamwambia kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Sasa kwa hiyo usijifanyie sanamu ya kuchonga wa mfano chochote wowote wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini majini wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kisha akamuuliza, nikifanya hivyo kuna shida gani?
Ndipo Mungu anamwambia, kwa maana mimi Mungu ni Mungu mwenye nini? Mwenye uwivu. Mwanadamu anauliza, sasa wivu wako unafanya nini? Ndipo anajibu, ninawapatiliza wana maovu za baba yao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Kwa hiyo wasio kuchukia unafanya nini? Kwa hiyo wasio nichukia ninawarehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Hayo ni mazungumzo. Tumeona kama Musa amemaliza siku 40 kwenye mlima, iko nasubiri kupewa amri. Na hizo amri ilikuwa ni kwamba afundishwe kwanza kabla ya kuzipeleka. Na wakati wowote kuko mwalimu na mwanafunzi, hakuwezi kukosa maulizo na majibu. Mwanafunzi haendi katika shule kujifunza tu, anaenda hata kuuliza ili kwamba apate kujibu. Kwa sababu unapouliza, mtu anayeuliza ni mtu anaonesha alama ya kutaka kujua. Amena. Mtu anayeuliza ni mtu mwerevu ambaye anataka kujua zaidi. Hata kwamba anasikia, lakini anataka kuhakikisha kama kile ambacho kiko kinaingia ndani yake ndivyo jinsi kilivyo, au kuna utofauti wa kile kenye iko na hisi kama ndio jinsi. Kwa hiyo ndio maana kunakuwa maulizo. Maulizo yanakuja kwa ajili ya kutaka kujua. Kwa hiyo Mungu amesema tusiwe na miungu mingine. Hapa mkumbuke kama tangu zamani kulikuwa mataifa, na yale mataifa yalikuwa na namna wanavyoabudu, wanavyoomba, na walikuwa na vitu ambavyo wanavyoomba. Najua tumevigusia, kila watu wanakuwa na kitu ambacho wanategemea kuwa kama ndio msaada wao. Na wakati unategemea kitu chochote kile tofauti ya Mungu wa mbingu na dunia, hicho kitu kinakuwa ni sanamu. Amena. Na Mungu anakiita kuabudu sanamu. Inaweza kuwa ni mti uliochongwa, au anaweza kuwa ni binadamu unayemtegemea, au kitu kingine chochote kile ambacho unachokitia pahali pa Mungu kuwa tegemeo lako. Na katika mataifa hao wenye walikuwa wanazunguka Israeli, walikuwa hawamtambui Mungu wa mbinguni. Na kwa sababu ya kusipomtambua Mungu wa mbinguni, walikuwa na vitu vingine ambavyo wanaabudu. Ndio maana tunaenda kuona jinsi wana wa Israeli, kwa kuona Musa alikawia zaidi kule juu, walijifanyizia ndama wakaanza kuiabudu. Amena. Wakasema huyu ndo atakuwa Mungu wetu. Hii ilikuwa ni tabia yao mahali walipotoka, kwa watu walikuwa wanaishi nao kabla waitwe taifa takatifu. Hawakumwabudu Mungu wa mbinguni, waliabudu vitu na watu. Kwa sababu kumbuka, mfalme Nebukadneza alishimamisha sanamu yake kwamba watu wafanye nini? Wamwabudu. Kwa wakati huo mfalme naye alikuwa akiabudiwa kama Mungu. So kwa hiyo, kwa tabia hiyo, wana wa Israeli walikoma katika mwenendo huo. Ndipo Mungu akawakumbusha kwamba mahali wanapokwenda wataenda kukutanana na mataifa yenye kuabudu vitu mbalimbali. Na mpaka leo vinakuwa tunasikia kama Wahindu, Hindu ni taifa linaloabudu kama ni ng'ombe. Amena. Mungu wao wamemshimamisha kama ng'ombe. Tunasikia wengine wanaabudu dragon, nyoka, kama ni nyoka. Kuna na vitu vingine vingi ambavyo vingali vinaabudiwa mpaka sasa pahali pa Mungu.
Sasa kwa hiyo Mungu akataka wana wa Israeli wajitenge na tabia za watu wa mataifa, wasijichanganye na tabia yoyote na hali yoyote ile ya kuabudu kitu chochote kile ambacho si Mungu wa mbingu na dunia, kama jinsi mataifa walivyokuwa wakifanya nini? Wakifanya. Haleluya. Kwa hiyo ndiyo maana Mungu aliwapatia taratibu hizi kwa kuwaonesha mahali wako wanaenda, watu wenye wanaenda kuishi nao, wajirani wa nchi zao wanafanya nini, wanaabudu nini. Kama jinsi tulivyo katika taifa hili, tunaona mambo ya kuachana. Tulifika humu tukakutanana, kuna sherehe ya sikukuu ya watu waliokufa, na hiyo sikukuu inafanyika hata makanisa. Amena. Hata makanisa wanafanya hizo sikukuu. Wakristo wanasherekea hizo sikukuu. Na wakati kifika wakati ya Christmas, yule aliyetia mapambo ya Halloween anatosha ile anatia tena mapambo ya Christmas. Huyu mtu nashindwa kujua kama kwa kweli ni Mkristo wala sio Mkristo. Hivi vitu vilivyofanyika katika zama za zamani na mpaka leo vinafanyika. Ndio maana Mungu akakumbusha wana wa Israeli kwamba msiwe kama hao wa mataifa. Msiwe kama hao wa mataifa wasiomjua Mungu, ambao kwa njia nyingine tunaita wapagani. Hao ndio walikuwa na tabia za kuabudu vitu na watu. Tuangalie kitabu cha Walawi. Kumi na 8. Mstari wake wa 21. Mungu 12:1. Soma. Nawe usitowe kizazi chako chochote na kuwapisha kwa Moleki. Kuna neno ndio. Nawe usitowe kizazi chako chochote na kuwapisha kwa Wamoleki, wala usinajisi jina la Mungu wako. Mimi ndimi Bwana. Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke, ni machukizo. Wala usilale na mnyama yoyote ili kujitia unajisi kwake. Wala mwanamke asisimame mbele ya mnyama ili kulala naye, ni machafuko. Ni uchafuko. Endelee. Tunaweza kuendelea polepole, lakini acha tuangalie kwanza hapo. Hizi zilikuwa baadhi ya ibada za kuabudu miungu. Amena. Katika mataifa kuabudu miungu mlikuwemo kutoa sadaka za kafara, hata za watoto wachanga. Amena. Unamtoa mtoto wako, wanamchinja kwa kumtoa kafara kwa miungu. Kulikuwemo usharati wa aina za kijinsia moja, ambayo leo tuko tunasikia wagay. Hiyo ni huduma ya kuabudu sanamu. Kulikuwa
usherati au chukizo la mtu kulala na mnyama, ambavyo mnajua katika taifa hili vinafanyika. Hilo ni huduma za kuabudu sanamu. Mwanamke na mwanamke mwenzie, hizo ni huduma za kuabudu sanamu. Mwanamke na mnyama ni huduma za kuabudu nini? Sanamu. Hiyo ni mambo ambayo yalikuwa yanafanyika katika mataifa. Ninapowaambia kama haya mambo mnayoyaona katika nchi hii sio mageni, sio mambo mageni. Yanaweza kuwa mageni kwetu kama jinsi tulivyojifunza. Kitu ambacho haujui, unapokiona unaona kwamba kwako ni kipya, lakini kilikuwepo. Hii mambo yanaandikwa katika Biblia kama yalifanyika. Mungu iko naonesha Waisraeli ya kwamba wanapaswa kuwa waangalifu, wasije wakajiunga na mataifa kwa kufanya ibada za kuabudu sanamu kwa namna yoyote ile. Amena. Hii ndio maana halisi ya amri ya pili ya kusipofanya sanamu ya mfano wa kitu chochote kile. Yaani kuabudu sanamu ni kushiriki katika huduma zozote zile ambazo haziendani na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Ndio maana nasema usivishujudie wala kufanya nini? Kuvitumikia. Kwa sababu kazi hizi ambazo wako wanafanya hawa watu hapa, mtu kulala na mnyama, hiyo si kazi, hiyo si tendo. Mwanaume kulala na mwanaume mwingine si ni kazi hiyo? Hiyo si kazi, si tendo. Anasema usivishuhudie wala kuvitumikia. Yaani kutumikia miungu ni kufanya kile miungu iko na kuamuru kufanya nini? Kufanya. Kwa sababu haya matendo yote ambayo yanaandikwa hapa, yako mambo mengi. Yako mambo mengi hapa chini, kama unaweza soma taratibu. Yaani unapofanya mambo ya uchafu wowote ule, wewe unaabudu sanamu, unatumikia sanamu. Kuabudu ni nini? Kuabudu tulijifunza kama ni kutii. Amena. Ni kutii sheria, ni kutii utaratibu, ni kutii desturi. Ndio kuabudu kwenye, sio kupiga magoti. Kuabudu ni kutii, kuendea katika yale ambayo unaambiwa. Mtu anakuambia fanya hivi na unafanya hivi. Ndio maana katika Kiswahili vingine mtu kama unasikia sasa unaanza kumwabudu sasa yeye. Hawezi kuongea Kiswahili kama hivi. Kama mtu unaona mtu anakuwa atashe sana na mtu mwingine, maana yake hawezi kufanya kitu kama ule mtu hajamwambia. Kitu kile anataka kufanya mpaka muhusishe ule mtu. Yaani unakuta mtu kama ule mtu mwenzetu kama ni rafiki yake hajaamua lile neno lifanyike, ule mtu hawezi kufanya kitu. Maana yake ule mtu anaanza kumwabudu ule mwingine mtu. Amena. Maana yake ule mtu hana tena uwezo wa kipekee wa kujiamulia kitu cha kufanya katika maisha yake kabla mwenzake hajafanya nini? Hajamwamulia. Maana yake ule mtu anamwabudu ule. Ndio maana Biblia inatuambia katika amri hii, aseme usishujudie wala kuvitumikia. Na tunaona kazi ambazo zilikuwa zinafanywa katika miungu ambayo sio Mungu wa mbinguni. Mulikuwa usharati wa namna zote. Mulikuwa kafara, sadaka, mauaji. Mpaka utoto udogo uchanga kama utu wenyewe tuko na unakatoa kafara kwa kimutumutu tu. Kwa sababu ya mafanikio yako wewe mama, kwa sababu wamekuahidi vitu fulani. Hizo vitu vya kutoa vizazi au kutoa watu kwa shetani, ambavyo leo mnasikia aseme wa Freemason, havikuanza leo. Hizo ni huduma zilikuweko tangu mwanzo. Na ndo zenyewe zilisababisha Mungu anaonya
wana wa Israeli wasijichanganye na makabila ambayo hayamjui Mungu, kwa sababu watakapojichanganya tu nao watafanya kama jinsi walivyofanya au wanavyofanya. Amen. Watakwambia kama unataka kuwa pamoja na sisi, unaona maisha yetu jinsi yalivyo, tuna uhuru, tuna mali, tuna kila kitu. Kama unataka kuishi kama sisi, fanya jinsi tunavyofanya. Si unatamani? Hautafanya kweli? Utafanya. Wakati wowote unapojiunga na mtu mbaya au unakuwa karibu na mtu mbaya au unakuwa na urafiki na mtu mbaya, mara kwa mara mtu mbaya anageuza mtu mzuri kuwa mtu mbaya. Amen. Ni marahaba mtu mzuri akamgeuza mtu mbaya kuwa mtu mzuri. Ukiwa rafiki wa mwizi, ni marahaba wewe ukamgeuza yule mwizi kuacha wizi. Wewe na wewe utakuwa mwizi kama yeye. Ukiwa rafiki wa msharati, utakuwa msharati kama. Ukiwa rafiki wa mlevi, utakuja tu kuwa nini? Mlevi. Itakuwa nguvu wewe kumtosha mlevi katika ulevi. Yeye ni rahisi sana kukuingiza katika ulevi. Ndio maana Mungu anaonya ya kwamba tusiwe na miungu mingine kinyume yake. Amen. Hebu tusome Kumbukumbu la Torati, ule mstari, sura yake ya 23, 23 mstari wa 17. Mstari wa 17. Msiwepo Mwisraeli mwanamke kahaba au mwanaume hanithi wa mahali pa kuabudia miungu. Sijui kama Kiswahili kingine mnaweza nisaidia. Msiwepo Mwisraeli mwanamke kahaba au mwanaume hamdhi wa mahali pa kuabudia miungu. Kamwe asilete mapato ya ukahaba, ikiwa ni ya mwanamke au ni ya mwanaume, katika nyumba ya Bwana Mungu wako, kwa ajili ya naziri yoyote, kwa sababu Bwana Mungu wako anachukizwa na yote ya mwili, yote mawili. Amen. Anaonya katika hiyo amri ya kusema usiwe na miungu mingine ila mimi. Anaonya kusiwe mtu mwanamke katika Israeli atakuwa kahaba, wala mwanaume ambaye atashiriki hii tunayosema wa contest, mahali wanapoabudu miungu, wanapofanya kafara za kutoa watoto, za kutoa watu kwa ajili ya mali, na silete mali yoyote ile kuitimizisha naziri katika nyumba ya Bwana, kwa sababu Mungu anasema anachukizwa na hayo yote mawili. Yawe katika maisha ya usharati, mwanamke anafanya usharati, anakuja na sadaka zake kutoka. Kama umefanya mambo kama hayo, hiyo sadaka haitaki kukuletwa. Amen. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaandaa wana wa Israeli kuwaonesha kama mahali wanaenda ni mahali kuko hatari kubwa zaidi kwa ajili ya maisha yao na kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kulikuwa mpinga Mungu mkubwa mahali alipokuwa anapelekwa Israeli. Kulikuwa shida kubwa kuhusu imani ya Waisraeli na imani ya mataifa waliokuwa wanafanya nini? Wanawazunguka. Ndio maana Mungu ameanza kuwafundisha kuhusu mahali wanapokwenda. Kwa hiyo ndio maana Waisraeli waliambiwa kujitenga. Hii amri ya pili ilikuwa kufundisha mtu namna gani ya kujitenga na ubaya. Amen.
Haleluya. Kujitenga na ubaya wowote ule ambao unaofanywa na watu ambao wanakuzunguka, ili kwamba usije ukashiriki katika ule ubaya. Yaani usishirikiane na watu ambao hamuamini kitu kimoja. Amena. Haleluya. Watu ambao sio wa imani yako, Mungu anakuonya, tafadhali acha kushiriki na hao watu, kwa sababu kile wanachokiabudu wewe haukijui. Unachojua ni kile ambacho umefundishwa na babu zako na mama zako, ndicho unachojua. Lakini kile ambacho kinafundishwa katika nyumba zingine wewe haukijui. Na ukitaka kukijua, yani unataka kushiriki nao, na kukashiriki sana nao, mara kwa mara utaacha kile kilicho chako na kuambatana na cha watu. Na ndio vitu viko vinafanyika leo hapa Marekani. Tukiangalia wakimbizi wengi, watu wa Afrika wengi walishaacha mila za Kiafrika na kuambatana na mila za Kizungu. Amena. Juzi nilikuwa naongea na vijana wawili, waliniita, wako wanataka niwashimamie kwa kwenda kutoa mahari. Halafu wakaniambia, mzee, tunakuomba kwa chochote kile, tunakuomba uwe pale kwa sababu hatuna mzee mwingine mwenye anaweza kutushimamia. Nikasema sawa. Lakini kwa hiyo mambo ni kweli, tutaenda jitambulisha. Ni siku ya kwenda kujitambulisha. Nikasema kama ni siku ya kwenda kujitambulisha, hainiombi mimi niwepo, kwa sababu hiyo siku ni yako wewe kwenda kujitambulisha. Na wakati unaenda kujitambulisha ni wakati, yani unaenda kutia fundo kwa ule mtoto mwanamke kama ni mimi. Ndio siku wanasema ya engagement kwa Kiingereza. Amena. Wakaniambia, mzee, biko ili vitu vya kwenda sema engagement sisi tutapatilia hayo, hata kupaki, hata kurestaurant, hata mahali popote. Nikamwambia hiyo sio mila na utaratibu wa kwetu Afrika. Amen. Hiyo ni upati wa wazungu, kwa sababu hawezi kupatia mtoto wa mtu pete mpori mahali mama yake na baba yake hawaoni, kisha mtoto akakuja tu akaonesha mama aseme angalia niko engage na mtu naye. Hiyo si ni upati huo? Siku ya kutambulishwa, mwanamke anakutambulishwa kwa, ndio unatia caveat, ndio unatia ile fundo, na mama na baba naona juu, na kesho akifika wakati wa kutoa mahali walishakujua. Nikamwambia, ndugu zetu tumekoma. Aseme, mzee, hivyo tunaona kama ni vitu vingine. Nikamwambia siku ya kujitambulisha tutakuwa. Ikiwa nitakuweko, yani utafanya kwanza hicho, ndipo na mimi nichukue neno. Unaona jinsi watu wanaenda wanaiga mambo, na mwile kwenda kuiga mambo tunapotea mara moja. Ndio maana unaona vitu vyote vilishageuka. Kwa hiyo wana wa Israeli walionywa kabla hawajafika mahali wako wanaenda. Kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanyika katika wakati ambayo Mungu alisababisha Mungu awakataze wana wa Israeli kusipojichanganya. Tusome tena kitabu cha Walawi. Hii maandiko tuko tunasoma inahusu na wapatiliza wana maovu ya baba zao, kizazi hata kizazi. Si ndio vile? Ndio maandiko haya tuko maovu ndio tuko tunaangalia. Kwa nini hayo maovu Mungu ameyachukia zaidi, na kwa nini alisema kama na mapatilizo? Ni maovu gani yenyewe yalikuwa yanafanyika? Walawi 20. Kitabu cha Walawi 12 na mstari wake wa 23. Tunatawaomba muwe kabisa na subira tujifunze maneno haya. Najua wengi wenu kwanza mlichelewa, mlituchukua muda. Tunaomba tulikuwa na huduma zingine, lakini mjue kama na hiyo kuchelewa nayo ni uovu. Amen. Soma kitabu cha Walawi 20:23. 23 nasema hivi. Nasema nini? Nanyi msiende kwa kuziandama desturi za taifa, ndiyo niliyotoa mbele yenu, kwa kuwa wao walifanya mambo hayo yote, na kwa ajili ya hayo niliwachukia.
Lakini mimi nimewaambia nyinyi mutahirizi nchi yao, nami nitawapa ninyi kuimiliki nchi iliyojaa maziwa na asali. Haleluya. Haleluya. Munasikia kama hawa watu nao ambao waliitwa wa mataifa walikuwa ni watu wa Mungu. Amen. Haleluya. Kuna kitu ambacho kilisababisha Mungu afanye nini? Awachukie na kuwanyang'anya uasili wa kuwa watu wa Mungu na kuwapatia watu wengine. Amen. Hawa watu, kama unasoma andiko vizuri, anasema mstari wake wa 23 anasema hivi. Musome ile andiko kwa usikilivu. Ni Walawi. Mbona mimi niko katika Waamuzi? Walawi 20. Acha nitafute hapo na mimi nisome. Na wewe Walawi 20 23. Sio vile. Acha tuanze kuvende. Sio kama kwenye ulisoma. Ulisoma Walawi sura ya 12. Okay. Okay, mimi nataka nianzie kuvende. Vende nasema, zishikeni amri na sheria zangu zote na kuzifuata, ili nchi, unasikia? Ili nchi ninayo waleta kuishi isiwatapike. Amena. Mnasikia hapo? Zishikeni amri na sheria zangu zote na muzifuate, ili nchi ninayowaleta kuishi isiwatapike. Kamwe msiishi kwa kufuata desturi za mataifa nitakayo wafukuza mbele yenu. Mataifa nitakaowafukuza mbele yenu, kwa sababu walifanya mambo haya yote, nami nikachukizwa sana nao. Mnasikia mambo? Lakini niliwaambia ninyi mutamiliki nchi yao. Nitawapa ninyi kuwa urithi, nchi inayotiririka maziwa na asali. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu, ambaye amewatenga kutoka nini? Kutoka mataifa. Amen. Kufukuza na kuchukia. Kuna nimesema kufukuza. Hapa sasa panaandikwa kuchukia. Kuchukia akawatoa. Ukiangalia ni Kiswahili ya Kongo na Kiswahili ya nani. Kwa hiyo kuna mambo haya mataifa walifanya ikamchukiza Mungu, na Mungu sasa anawafukuza kutoka katika nchi aliyokuwa aliwapatia, na kwa sababu anawafukuza anawapatia watu wengine. Na hiyo anawaonya kwamba wasitende kama jinsi hao watu wengine walitenda, wenyewe walikuwa mbele yao, kwa sababu watakapotenda hivyo, hiyo nchi itafanya nini? Walisema itafanya nini? Itawatapika. Manake hawatastahili kuishi katika hiyo nchi. Ndio maana Mungu ameleta katika amri hii, iko nafundisha watu namna ya kuishi, namna ya kujitenga na mabaya, namna ya kusipotegemea kitu chochote kile ambacho kinaweza kuleta aibu kwao.
Hapa kuna maandiko mengi. Kuna andiko katika Wafalme wa Pili, kuna andiko katika Ezekieli. Haya yote ni maandiko yenye iko nasema kuhusu machukizo ambayo watu hao walifanya na jinsi Mungu iko anataka watu wake waishi. Mungu huchukia kuabudu sanamu, kwa sababu yeyote anayeabudu sanamu ni chukizo kwa Mungu. Nisomee kitabu cha Yeremia. Yeremia sura yake ya 2 mstari wa 5. Mstari wa 5 unasema, mstari wa 5, hivi ndivyo asemavyo Bwana, je, baba zenu waliona kosa gani kwangu hata wakatangatanga mbali nami? Hivyo walifata sanamu zisizofaa, nao wenyewe wakawa hawafai. Amena. Anauliza, unaona jinsi Mungu unapofata mifano jinsi Mungu anakufanya mtu usiofaa katika dunia. Anauliza, babu zenu waliona kosa gani katika Mungu hata wamwache wakaenda kufanya mambo ya aibu, wakaziabudu sanamu? Kwa hiyo walifata sanamu zisizofaa, na wao wakakuwa watu wasiofanya nini? Wasiofaa. Yaani hawa ambao waliitwa mataifa mbele walikuwa ni watu wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema kama aliumba vitu vyote, alivyoviumba vyote akaona kama vilikuwa vyema na vyenye kupendeza, akabariki. Ikiwa Mungu angeliona kosa katika vile alivyoviumba, je, angelitoa baraka? Hangeliweza. Hapo mwanzo watu wote walikuwa wazuri mbele ya Mungu, mpaka wakati wanaanza kuingia na uharibifu, wanamwacha Mungu, wanafanya mambo mengine, nao wakakuwa watu wasiofaa. Kwa hiyo Mungu anachukizwa sana na kuabudu sanamu. Kwa nini Mungu anasema kama katika amri anasema, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao? Ni kwa nini Mungu anasema hivi? Ni kwa sababu watoto wanajifunza kutoka kwa wazazi. Amena. Haleluya. Ikiwa katika nyumba yangu ninakulaga bugali kila wakati, na watoto wangu watafanya nini? Watakula bugali. Ikiwa sikuli bugali, hawatakula bugali. Ikiwa tuna tabia ya kuomba kila wakati, na watoto watafanya nini? Watakuwa na ile tabia. Kila ambacho tunachofanya watoto wanarithi kutoka kwa wazazi. Ndio maana kama ni waabudu sanamu, katika nyumba yao kutakuwa waabudu sanamu, kwa sababu mtoto anajifunza kutoka kwa wazazi. Unaachia watoto kile ambacho uko nacho. Hauwezi kumwachia mtoto kile kenye hauna. Ndio maana wewe unapokufa, kutainuka mtoto mwingine atafanya kile kenye ulikuwa unafanya, na yule atakapokufa mjukuu wako naye atafanyaga kile ambacho aliona babake anafanya, na ule mwingine hivyo hivyo. Acha niwapatie mfano kidogo. Kwetu katika kabila yetu, sijui na makabila zingine haya sasa katika Afrika, wanakuambia mtoto mwanamke hawezi kula vinyango ya kuku. Amena. Si mnajua vile? Hiyo ilitoka wapi? Kwa mababu. Amena. Hawezi kula kama mkuku. Jiulize, mkuku mzima kale kitu kapata hivi, njoo walichagula tu wakasema mtoto mwanamke hawezi kufanya nini? Hawezi kula. Kwa sababu gani? Kale kitu kalifanyiwa eko dawa na mababu wa zamani. Kana kitu ambacho kimefungwa, wakasema katika ukoo wako mwanamke asikulake hii. Wakati atakula kimanake kizimba chako au dawa yako inafanya nini? Inakufa. Na ile ikashimamishwa katika nyumba hiyo, na ile nyumba ule baba akafundisha mtoto wangu umo nyumba yetu mwanamke hakula kinyama hii. Sikiliza sasa, tuko tunaenda pale.
na hiyo ikaenda vizazi hata vizazi, na sisi tunafanya hivyo. Nani anajua kwa nini mwanamke hawezi kula ile nyama, na kiikula atafanyika nini na nini itafanyika? Lakini hiyo imeshimamishwa na wazazi wa kwanza, wakapase mtoto wao, mtoto akapase vizazi hata vizazi. Wana practice ile kitu, wanafanya ile kitu pasipo kujua. Hii nayo ni kuabudu nini? Sanamu. Ubaya wa ile nyama ni nini kwa mwanamke? Mbona tulifika katika taifa hili tunakuta banabulundika bwa mingi mkasani kamoya na banabuuzisha. Kuanzia mwenye tulikuwa zambi, bwa mingi banabulundika. Esika kisha kwenda kuleta sahani ya mwenyewe tu ya kupata hivyo, utamaliza wewe mwanaume wewe mwana. Havitawezekana. Lakini hiyo ilikuwa ni sheria ilishimamishwa, yenye hatujui, ikaenda kwa vizazi mpaka vizazi. Yaani tulijifunza kutoka kwa wazazi. Juu wengi hawajui maana ya ile nyama kusipokuliwa na mwanamke. Kitu anajua tu ni kwamba kwetu walituambiaga hivi tu. Amena. Sababu hakuna. Papa, unajua sababu wewe ndio mgingi. Unaweza tusaidia sababu ya mwanamke kusipokula ile nyama? Sawa, tusaidie. Ile nyama haina ubaya kwa kuliwa na wanawake, ila kwa gisi sheria inavyosema. Sheria ya banani? Sheria ya mababu. Sheria inasema kwamba mwanamke kama kuku inatoka kwa huko, yani inatoka kwa wana mwanamke, ile kuku ni ya baba mwenye nyumba, yani bwana yake. Okay. Kusema sasa aonekane kama alikula ile kuku, anastahili kula ile finyango. Sasa kisivina kwa, lakini si kibaya ya kuikula. Sasa tukiuliza na hata leo hapa Marekani, tuseme hapa Marekani, si unayama kule maoni mate nafasi nyingine unajama, lakini yenyewe natoka kwenu usiku laki. Unasikia, huyo ni mzee wa mila, anasisitiza tena usifanye nini? Usiku laki. Sasa je, ile finyango ndio inamaanisha kama hii ni kuku? Kati ya kichwa na finyango ni kitu gani kenye kinaweza maanisha kama ulikula kuku wala haukukula kuku? Kwa nini usikule kichwa ya kuku? Kwa sababu wewe ni kichwa ya nyumba. Sasa ya ndani ndio wanakuambia ukule kichwa, mwanamke akule. Maana akishakula kichwa satawika mwanamke. Sasa tukienda sasa kama anakula, akikula kichwa yako kwa anaanza kuwika juu yako, utafanya nini? Kulikuwa ubaya fulani, asikudanganya, haina ile kuku tu yoyote, hata yenu yenyewe mlichinja kwa nyumba yenu. Asianze kutudanganya aseme yenyewe litoka kwenu bukwe. Yenyewe mlichinja kwa nyumba yenu, mlinunua na pesa yenu, mlihangaikia. Anakuambia hautakula. Na bongo kweli. Papa, tuambie kama nadanganya. Hiyo tu haikukuwa aseme ni juu ilitoka kwenu bukwe. Ilikuwa ni jina tu, finyango ya kuku, mwanamke asikule. Ikiwa anaweza tupatia hapo kingine kenyana tuongezea juu ya mashauri kwa wale wenye walishaolewa, hapo nako ni kingine kenye huenda hatukukuwa tunajua. Kwangu kwanza hakuna kajifunza nikampi. Pamoja na miaka yote hii niko na nikampi. Sasa kwa hiyo watoto wanajifunza kutoka kwa wazazi. Wazazi wanaachia wazazi watoto, watoto nao wanaachia watoto, watoto wanaachia watoto. Ile kosa ya mzazi aliyoifanya inaenda vizazi hata vizazi, na watoto wanaendelea kuingia katika kosa ya wazazi pasipo kufanya nini? Pasipo kujua, na wanaingia katika chukizo ya Mungu pasipo kujua. Kama hivi yenye tuko tunasema, hatujui vilitoka wapi vya bwana Mungu kusipokula ile nyama, lakini tunavifanya. Amen. Amen. Hiyo ni kuabudu sana. Na Mungu anachukizwa na vitu kama hivyo. Na watoto wanajifunza mambo mazuri kama vile mambo mabaya kupitia tu katika nyumba, katika wazazi, katika ukoo. Katika ukoo wetu kuna mambo mazuri
ambayo Mungu anapendezwa nayo. Katika ukoo wanatufundisha adabu, kuheshimu vitu vya mtu, kuwa na upendo. Kama vile na Mungu naye anatufundisha kuwa na nini? Na upendo na kuheshimu. Ndio maana kuna amri kule yenyewe itakuja inatuambia tuheshimu. Amen. Na kwetu wanatufunza vile. Na tena kwetu hawatufunzi tu kuheshimu wazazi wako, wanakufunza mtu yeyote yule ambaye ni mkubwa kuliko wewe. Ni mzazi. Ni kusema katika haya yote, ndio maana katika hii amri inaambatana na kizazi. Kwa sababu kile ambacho nafanya leo wewe, jua kama mtoto wako atakifanya kesho. Mtoto wako atakifanya. Na mtoto wa mtoto wako atafanya nini? Atakifanya. Na ule mtoto mwingine atakifanya. Ikiwa uko nafanya mema kwa watu, na watoto wenyewe utaproduce, watakuwa watenda mema, watakuwa na kusaidia watu wengine, watakuwa wakaribishaji. Lakini ikiwa watu wanaingia nyumba yako na unakunja sura, na watoto wenyewe wataona kama mama alitaka patia watu, tulitaka kula, watu walikuja akaweka ugali, na yeye atafanya hivyo kesho. Atazania kama njoo mila ya kwao. Amen. Tunapaswa kujifunza kujua ni nini ambacho watoto watarithi kutoka kwetu. Ndio maana ya amri hii. Kile ambacho watoto watarithi kwetu ni kitu gani? Je, watarithi ubaya au watarithi mema? Watarithi kumpenda Mungu au kumchukia Mungu? Hakuna kitu kingine. Mungu anatufundisha tujue ni nini ambacho tutaachia watoto. Ni nini watoto watarithi kwako? Maisha yako unayatengeneza namna gani? Ni nani rafiki yako ambaye iko karibu yako? Ambaye mtoto yako kesho naye akatafute rafiki mwenye kufanana na rafiki wa mama yake. Akatafute rafiki mwenye kufanana na rafiki wa baba yake. Ikiwa hauna rafiki, hivyo na mtoto wako hata kuaga na nini? Na rafiki. Juu ataishi bila kuona watu wanafika kwao, na yeye hata kutamani watu wafanye nini? Wafike kwao. Acha tuende kwa kumaliza, kwa sababu muda wetu unaishi. Tumeshasema kama watoto wanavyojifunza kwa wazazi, hivyo ndivyo vitavyokuwa. Tusome kitabu cha Zaburi 22 mstari wake wa 7. Zaburi 32 mstari wake wa 7. Mstari wa 7 unasema, Sasa panasema hivi, ndiwe sitara yangu, utanihifadhi na mateso, utanizungusha nyimbo za wokovu. Niendelee. Nitafundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Usiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili. Kwa matandiko yalijamu na hatamu, sherti kuwazuia hao, au hawatakukaribia. Naye mtu muovu ana mapigo mengi, bali amtumainiaye Bwana fadhili zitamzunguka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amen. Ni kusema nini? Umtegemee Mungu peke yake. Umtegemee nani? Mungu peke yake. Halafu Daudi anasema nini katika Zaburi hii? Wewe ndiye mahali pangu pa kujificha.
utaniepusha na taabu na kunizunguka kwa nyimbo za wokovu. Ndiyo hivyo wanasema, nami na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika nini? Amri zangu. Ndiyo hii maana yake, unapomtegemea Mungu unajijengea stara katika Kiswahili chako. Niulize hapa. Hii neno nyumbu ulitusomea kwa hiyo kitabu. Sijafika bado. Nyumbu na Hold on. Niko nakuja kule. Unasikia? Maana yake hii amri inafundisha kumfanya Mungu kuwa nani? Tegemeo lako peke yako. Amen. Kwa sababu unapotoa Mungu katika mambo yako, maana yake kuna kitu kingine kinaingia pahali pa nani? Pa Mungu. Tunaona kama hata mambo mazuri yanaweza kuwa ni miungu. Tumeona pale mwanamke anaweza kuwa ni miungu, baba yako anaweza kuwa miungu, rafiki yako anaweza kuwa miungu, kazi yako inaweza kuwa miungu, mali zako zinaweza kuwa miungu, masomo yanaweza kuwa miungu. Ikiwa kitu chochote kile ambacho utashimamisha mbele yako kuwa ndio daraja lako, tegemeo lako, kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na kumtia Mungu kwanza mbele katika maisha yako, maana yake uko naabudu nini? Miungu. Amena. Amena. Amen. Sio kwenda katika usharati tu. Hapa tumetuonesha mambo mabaya katika usharati na mambo ingine, lakini na katika mambo mazuri yetu ya kila siku, ya maisha yetu ya kila siku, mara kwa mara tunayafanya kuwa miungu. Wakati kazi na kutosha katika mapenzi ya Mungu, hauwezi tena kukumbuka kwenda kanisani, hauwezi kumbuka tena kuomba, hauwezi kumbuka tena kufanya huduma za Mungu kwa sababu ya mabizi ya kazi au biashara. Jua kama umeshashimamisha sanamu mbele ya Mungu. Unaanza kuona kama pasipo hiyo kazi hauwezi kuishi, pasipo hiyo biashara hauwezi kuishi, pasipo huyu mtu siwezi kuishi, pasipo hiki siwezi kuishi. Hiyo ni kuabudu nini? Sanamu. Ndio maana nasema kama wewe ndio mahali pangu pa kujificha, utaniepusha na taabu na kunizunguka kwa nyimbo za wokovu. Nitakufundisha, huyo ni Mungu anasema, nitakufundisha na kukuonya na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauria na kukuangalia. Usiwe kama farasi au nyumbu wasio na akili, ambao ni lazima lazima waongozwe kwa jilamu na hatamu, la sivyo hawata kukaribia. Mtu mwovu ana taabu nyingi, bali upendo usio na kikomo wa Bwana unamzunguka mtu anayefanya nini? Anayemtumainia. Amen. Kumtumainia Mungu ndiyo maana pekee ya haya mafundisho juu ya amri ya pili. Kusipotegemea kitu chochote kile kinyume ya nini? Ya Mungu. Kwa sababu usipomtegemea Mungu, Mungu anakuambia unakuwa mtu muovu, kwa sababu unashimamisha sanamu, unakuwa na kitu kingine ambacho umekitia mbele yake, umeasi sheria ya Mungu. Basi tusome maandiko zetu mbili za mwisho na tumalize. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 12, na mwingine tutafutie wa Efeso sura ya 6 na mstari wa 16 wa 18. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 12.
unasema. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, twende, upole na kiasi. Katika mambo kama haya hakuna nini? Hakuna sheria. Katika mambo kama haya hakuna sheria. Ukiwa katika standard ya haya mambo hakuna sheria, ndio pale tunasema kama hakuna tena sheria, ya kwamba hauvunji sheria. Wakati hauvunji sheria, yani sheria haikuhukumu. Amen. Haleluya. Kama hauvunji sheria, hauko chini ya sheria. Mtu mwenye kuwa chini ya sheria ni mtu ambaye iko na hukumiwa sheria kwa kuvunja nini? Sheria. Lakini usipovunja sheria, wewe hauko chini ya sheria, uko mtu huru. Uko mtu huru. Nani aliangalia kitabu kingine cha mwisho? Waefeso 6:18. Ndiyo. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote, pia na kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nisomee tu, ulishashuka sana. Okay, 18. Kwa sala zote na maombi msali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Amen. Amen. Ndiyo moya. Ndiyo. Mkiomba kwa Roho siku zote katika sala zote na maombi, mkikesha kila wakati mkiombea watakatifu. Amen. Mkidumu, yani ni kudumu katika mambo. Unapotoka katika kudumu, unapotoka katika maneno haya ambayo tulisoma katika kitabu cha Wagalatia, yani unapotoka. Amen. Amen. Hauwezi kushimama, hauwezi kumtegemea Mungu. Na kusema ushimame kwa kumtegemea Mungu, unapaswa kukesha katika kufanya nini? Katika kuomba. Uwe mtu mwangalifu, uwe mtu ambaye unapenda kuomba, uwe mtu ambaye unapenda kusali kwa kujifunza neno la Mungu, na huku ukifanya kazi ya kuombea wa ndugu zako, kwa sababu tuko katika nyakati mbaya. Neno hili ambalo tunajifunza leo kuhusu usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote, usiabudu wala kutumikia, linatupeleka tu kwa kumtegemea Mungu. Amen. Hili ilikuwa ni funzo ya namna gani mwanadamu hawezi kutegemea kitu chochote cha hapa duniani kinyume na kumtegemea Mungu. Haleluya. Kujua kwamba maisha yako, uwepo wako, vitu vyote ulivyokuwa navyo vinatokana na mapenzi ya Mungu. Unapodumu katika kuomba na kusali, ndipo pale neno la Zaburi linakuja kwamba wenye unyenyekevu wanakuwa na raha, wanakuwa na mema, lakini watenda maovu taabu zao ni nyingi zaidi ya maisha yao. Bwana atubariki sisi wote. Amen. Amen.